Samia Suluhu huenda akajiuzulu ni baada ya wawekezaji wengi nchini Tanzania kutoka na kuhama nchini humo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika wiki chache za vita vya kisiasa na vurugu zilizofuata uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu, ujumbe uliotoka kwa mwandani wa haki za kiraia umeanza kuonyesha jambo linaloweza kuathiri chilima cha uchumi wa taifa. Wawekezaji wakubwa wanaanza kuangalia upya uwekezaji wao Tanzania, na mkataba mkubwa wa uendeshaji wa bandari unaosimamiwa na kampuni ya kimataifa umeingia kwenye mtazamo mpya wa hatari. Hali hii inajitokeza huku picha za mauaji ya umma na ukandamizaji wa maandamano zikiendelea kuzunguka jumuiya ya kimataifa, na ripoti za ukiukwaji wa haki za kibinadamu zikitia woga miongoni mwa wawekezaji waliotarajiwa kuweka ama kuwekeza kwa miaka ijayo. Uchunguzi wa haraka unaonyesha mchanganyiko wa mambo, kwamba madai ya mauaji yaliyotokana na maandamano, kuwepo kwa ukandamizaji wa habari kwa njia ya kuzima mitandao, na taarifa za wasiwasi miongoni mwa wawekezaji wale wakubwa kuhusu usalama wa miundombinu na mazingira ya kibiashara. Hili limeipa kauli ya mzozo kipenyo kisichokuwa rahisi kwa serikali, sekta ya biashara na vile familia za wahanga. Ikiwa ni suala la kimsingi kilichoanza kwa maandamano ya wananchi, kimegeuka kuwa mgogoro uliojaa saratani za utu. Ripoti za chama kimoja cha upinzani na waandishi wa habari zimeripoti idadi kubwa ya waliouawa, huku serikali ikiendelea kupinga ripoti hizo. Tofauti na takwimu na picha za mashambulio imesababisha nchi kupata uangalizi wa kimataifa, na mashirika ya haki za binadamu yameripoti matumizi ya nguvu kupita kiasi katika kukandamiza maandamano. Mara moja baada ya kupigwa picha za ghasia, kulikuwepo na kuzima kwa huduma za mtandao katika siku kadhaa muhimu, huku hatua hiyo iliathiri mawasiliano ya wananchi, vyombo vya habari na shughuli za kibiashara. Matokeo ya kuzimwa kwa mtandao yamehesabiwa kwa hasara za papo kwa hapo kwa biashara na shughuli za kidijitali, na ni jambo ambalo limeongeza wasiwasi miongoni mwa wawekezaji waliotingishwa na kutokuwa na uhakika wa mazingira kufanya kazi nchini Tanzania. Ripoti za gharama za kuzimwa kwa mtandao zimeonyesha hasara kubwa, haswa za kiuchumi, katika siku chache za matumizi hayo ya sera. Mfano wa kigezo cha uwekezaji unaotajwa mara kwa mara ni mkataba wa miaka 30 kati ya Tanzania na kampuni ya kimataifa ya usafirishaji bandari DP World, ambao tayari ulikuwa umesababisha mijadala ndani ya taifa tangu mwaka 2023. Hata kama mkataba huu ulisainiwa kwa nia ya kuimarisha bandari na miundombinu, sasa suala la mabadiliko ya mazingira ya usalama na fumbo la mikwaruzo ya kisiasa limefanya wawekezaji wengine kuchunguza athari za kifedha na kisheria na kuendelea na mipango ya hapa. Mwanaharakati Maria Sarungi ameweka wazi kwenye mitandao ya kijamii kuwa kuna habari za mkutano kati ya viongozi wa nchi na wawekezaji wakubwa ambazo zimesambaa, na taarifa hizo zinaeleza kuwa baadhi ya wachezaji wa kimataifa wanachunguza tena msimamo wao kutokana na hali ya kutomiliki usalama na hatari ya kuletewa sanctions au kesi za kimataifa zinazoelekea mahakama za kimataifa. Ujumbe huu unaonyesha kuwa uwekezaji hauwezi kuendeshwa kwa mafumbo ya kisiasa, wakati ambao jamii inashindwa kuhakiki tabia za kushindwa kuwajibika za mamlaka. Hii ni taswira ya wazi ya jinsi siasa zenye vurugu zinavyoweza kuathiri kwa haraka mtiririko wa rasilimali za nchi. Kuzimwa kwa mitandao kati ya Oktoba tarehe 29 na Novemba 3 kumeonekana kusababisha pigo la papo kwa hapo kwa uchumi wa kidijitali, usafirishaji wa habari na biashara za huduma. Ripoti za gharama ya kusimamishwa kwa mtandao zinatoa taswira ya hasara iliyo wazi, huku wawekezaji wakionyesha wasiwasi kuhusu uwezo wa kuendesha shughuli katika mazingira ambayo huduma za msingi za kidijitali zinaweza kukatwa kwa sababu ya kisiasa. Kwa wanachama wa jumuiya ya kimataifa wa biashara, hatari ya soko lisilothibiti ni sababu ya msingi wa kupunguza uwekezaji. Hali hii inachangia kupunguza hamu ya uwekezaji wa kifedha na kuathiri mchakato wa kuendeleza miundombinu muhimu, ikiwemo bandari, nishati na vyanzo vya uendeshaji wa biashara.
Aidha, uwepo wa habari kuhusu unafisadi wa mitandao ya kijamii au kuzuia vyombo vya habari huongeza hatari ya soko kwa wawekezaji wa ndani na wa kimataifa. Katika mazingira yenye mashtaka ya ukiukwaji wa haki za binadamu, rasilimali za kisheria za kimataifa zinaweza kutumika kama silaha ya kuwekeza juu ya hatari ya mashtaka dhidi ya viongozi au mamlaka. Mawazo ya kuwa kesi za uzito zinaweza kupelekwa mbele ya mahakama ya kimataifa ni mojawapo ya sababu zinazomtia moyo mwekezaji kuchunguza mtazamo wake. Na ripoti za haki za binadamu na taarifa za tatu zinazochunguza mauaji, abductions na lazima za uwajibikaji zimesababisha mwitikio wa ukaguzi wa kimataifa. Hali hiyo inafanya mwekezaji mwenye busara atafakari tena thamani ya kuendelea na mkataba katika nchi ambayo mazingira yake ya kisheria yanachukuliwa kuwa hatari. Kulingana na ujumbe wa mwanaharakati huyo, suluhisho la kudumu halitapatikana bila hatua za uwajibikaji, kuwatambua waliouawa, kurudisha miili kwa familia, kuendesha uchunguzi huru na kuweka uwazi wa kisiasa kabla ya kuzungumzia upatanisho. Hii ni njia inayohitaji siasa za wazi, ulinzi wa haki za binadamu na hatua za kiutawala zitakazotoa dhamana kwa wawekezaji kwamba biashara inaweza kuendeshwa kwa misingi thabiti ya kiutawala. Bila hilo, mchakato wowote wa kuleta amani utaonekana kuwa wa kificho tu. Wanaochambua muktadha wa uwekezaji wanasema hatua za haraka zinazoweza kurejesha imani ni pamoja na uchunguzi wa wazi, uwajibikaji wa wale waliohusika kwa mujibu wa sheria, rehema kwa wahanga na ulinzi wa haki za raia na wawekezaji. Kwa upande wa mkataba wa bandari, mazungumzo mapya yaliyo wazi, uwazi wa kifedha na dhamana ya kisheria kwa shareholders zinaweza kusaidia kupunguza hatari. Hata hivyo, mchakato huu unahitaji nia ya kisiasa thabiti na ufunguo wa kuweka misingi ya usalama kwa raia wote. Hadithi inayotokana na ujumbe wa mwanaharakati si wito wa kimaadili, bali pia ni onyo la kiuchumi. Nchi ambayo inataka kuvutia uwekezaji lazima iwe tayari kulipa gharama ya uwazi, kuwajibika na ulinzi wa haki za binadamu. Magumu yaliyoshuhudiwa hivi karibuni yanaonyesha jinsi dola, maslahi ya kimataifa na matumaini ya vijana yanavyoweza kuvurugwa bila kutulizwa kwa njia ya uwajibikaji. Na ili kuendelea mbele, Tanzania inahitaji si tu kuzungumza kuhusu maendeleo, bali kuonyesha vitendo vinavyoweza kutengeneza mazingira ya kuaminika kwa wawekezaji na usalama wa raia. Ni hayo tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea uchambuzi kwa kina, habari tendeti bila kupindishwa. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawajajua kuwa tushaleta content mpya.